Moja kati ya magoli maarufu zaidi kwa Prince Mpumelelo Dube mwana mfalme basi ni goli hili. Isra Patrick cheza maridadi ile. Dafir cheza mpira kumtafuta Prince Mpumelelo Dube. Good run. Dube Prince Mpumelelo Dube. Maarufu wa goli hili sio kwa sababu ya design ya ufungaji wake, la hasha, bali ni goli muhimu kwa Young Africans na kwa Dube mwenyewe. Kwanza ni goli pekee na la ushindi wa kwanza dhidi ya FAR Rabat katika kundi B, kundi la kifo. Kama ulikuwa hujui, chukua hii. Yanga ndio timu pekee nchini Tanzania kufuzu makundi klabu bingwa Afrika mara 3 mfululizo. Na katika mara zote hizo, Yanga haijawahi kuibuka na ushindi katika mechi yake ya kwanza. Msimu wa mwaka 2023-24 walikuwa kundi D wakiwa na Al Ahly, CR Belouizdad na Medeama ya Ghana. Mechi yao ya kwanza ni dhidi ya CR Belouizdad genini. Yanga akaanza kwa kupasuka kwa goli 3-0. Msimu wa mwaka 2024-25 walijikuta kundi A wakiwa na Al Hilal, MC Alger na TP Mazembe. Mechi yao ya kwanza ilikuwa nyumbani dhidi ya Al Hilal ya Sudan, wakakubali kupasuka kwa goli 2-0. Msimu huu ni msimu wa 3, mechi yao ya kwanza kundi B ni dhidi ya FAR Rabat na wakashinda goli 1-0. Goli la Prince Mpumelelo Dube. Hapa utaona ni kwa jinsi gani goli la mwanamfalme limekuja kufuta historia ya kupoteza mechi ya kwanza. Goli hili limekuja kuanzisha rekodi nyingine. Lakini pili, goli hili ni muhimu kwa Prince Dube mwenyewe. Ikumbukwe kwa siku za hivi karibuni amekuwa akipitia kipindi kigumu cha kushindwa kucheka na nyavu hata pindi alipopata nafasi ya kufanya hivyo. Kiufupi, goli hili linaweza likashtua injini ya gari yake na hata kuwaka hadi mwisho wa msimu. Kutokana na umuhimu wa goli hili, twende tukalitazame kiufundi imefungwaje. Kumbuka leo imepewa shavu na Pellegrino Sanitarium Clinic. Pellegrino Investment Tanzania Limited ni wauzaji na wasambazaji wa nafaka na bidhaa mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja. Na sasa tunapenda kuwatangazia watu wote kuwa tunauza na kusambaza nafaka na bidhaa mbalimbali kama vile mchele, maharage, unga wa mahindi, ngano, mtama, ulezi, uwele, dengu pamoja na mafuta ya kupikia ya alizeti. Kwa mahitaji ya nafaka mbalimbali, tafadhali tembelea katika duka letu lililopo stendi ya daladala Mbagala rangi 3 darajani karibu na sheri ya Puma. Kumbuka, duka letu linakuwa wazi kuanzia siku ya Jumapili hadi siku ya Ijumaa. Kwa siku ya Jumamosi hakuna huduma. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763556393 na 0626675026. Pellegrino Investment Tanzania Limited, tunalisha kizazi hiki kwa ubora. Goli limeanzia kwa FAR Rabat, wanashambulia. Inapigwa power play hadi kwenye ukanda wa kwanza wa Yanga. Kitu muhimu hapa, tazama idadi ya wachezaji wa Yanga dhidi ya idadi ya wachezaji wa FAR Rabat. Safu ya ulinzi, mabeki wote 4 wapo. Juu yao kuna wachezaji 3 wa FAR Rabat. Hapa ukimwongeza na Diara ni 5 against 3, ambapo kiufundi Yanga wana faida ya kinamba. Lakini jambo la pili na la muhimu, tazama wachezaji wa FAR Rabat wapo katika eneo gani? Wapo kwenye chumba namba 14. Ukiugawanya uwanja mara 3 kwa kila kanda, chumba namba 14 ni eneo la nyuma ya kiungo wa ulinzi. Na hili ndilo eneo linaloongoza kwa kutengeneza nafasi za wazi zilizozaa magoli mengi zaidi. Eneo hili ni la kulilinda mno. Swali hapa, tunaona Yanga wameshindwa kulilinda kwa sababu huyu ni Duke Abuya, huyu ni Edmund John na huyu ni Mudathir Yahya. Lakini kwa nini Yanga wamefanikiwa? Tazama, pasi ndefu inapigwa. Mchezaji wa kwanza kumfikia ni Isra Patrick Mwenda, na hii ndio bahati kwa Yanga. Mwenda anatoa pasi fupi kwa Mudathir. Mudathir anamtengea Edmund, kisha Edmund naye anarudisha kwa Mudathir Yahya. Tuweke nukta kidogo hapa kwa Mudathir. Twende ni kuonyeshe maajabu ya Dube. Dube
Dube yupo katikati ya mabeki wanne wa FAR Rabat. Huyu ni Toko Neilo, huyu ni Younis Abdelhamid, huyu ni Moraoun Rodin na huyu ni Anas Bash. Usije ukasahau jambo muhimu hapa. Huyu ni Zinedine Dirag na huyu ni nahodha Mohamed Labi Elmat. Itazame tena safu ya ulinzi ya FAR Rabat. Ipo katikati ya uwanja. Hii ni high line defending. Timu ya hivi huacha umbali mrefu kati ya safu ya ulinzi na golikipa wao. Eneo hili la wazi kiufundi linaweza kutumiwa na mpinzani mwenye akili kama Prince Dube kujiandikia goli. Mudathiri anapokea mpira. Tazama Dube anachofanya. Anafanya mikimbio nyuma ya mgongo wa Toko Neilo. Anapita katikati ya Neilo na Abdelhamid. Hii ndio running behind defenders, mikimbio ya maeneo ya upofu. Mbali na kufunga, mikimbio hii ndio sifa kuu ya striker. Tazama pasi ya Mudathiri, ni pasi nzuri lakini imeenda kudondokea kwenye impossible angle. Kwa maana laiti kama Dube angekimbia na mpira kiwima hadi golini kwa FAR Rabat asingefunga goli. Je, kwa nini amefunga? Tazama mguso wake wa kwanza. First touch ya Dube ameutoa mpira nje ya box ambapo ni impossible angle na kuingiza kwenye possible angle. Lakini pia bado alikuwa anaendelea kuupeleka mpira kwenye angle nzuri zaidi. Kabla hajafunga, subiri pia kidogo. Wakati Dube anafanya mguso wa kwanza, twende tumtazame Pacome Zouzoua. Cheza maridadi ile. Mudathiri cheza mpira kumtafuta Prince Mpumelelo Dube. Good run. Dube Prince. Mpumelelo Dube! Je, umeona anavyofungua turbo? Anaenda wapi? Anaenda kwenye eneo ambalo Dube angeweza mpa pasi na akafunga. Au hata kama ingetokea golikipa Ahmed Tagnout akautema mpira, basi Pacome angefunga. Nadhani kwa nini Pacome aliamua kufanya mikimbio hii? Kwa sababu anamjua Dube sio mchoyo. Angeweza kumsetia mpira na akafunga, lakini pili, katika kanuni za kucheza teamwork, professional player lazima afanye mikimbio ya kiusaidizi kama alivyofanya Pacome. Je, goli hili limekuja tu kama bahati au kuna mbinu nyingi nyuma ya pazia? Binafsi nasema goli hili ni matokeo ya kazi nzuri ya benchi la ufundi la Yanga, hasa kwenye kitengo cha video analysis. Kwa nini nasema hivi? Sokadata kabla ya mechi hii ilifanya uchambuzi ambao kwa bahati mbaya haukutoka kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Tazama uchambuzi huu wa kabla ya mechi kisha niambie na ulichokiona kwenye goli la Dube. Jumamosi hii kundi B linaanza kuwaka moto. Pale New Aman ni mechi ya kwanza kati ya Young Africans dhidi ya wababe wa Morocco, FAR Rabat. Hii ni moja kati ya mechi zenye mvuto zaidi kutokana na aina ya timu zinazokutana. Young Africans wamefuzu makundi mara 3 mfululizo klabu bingwa Afrika. Hii ni rekodi. Lakini wapinzani wao FAR Rabat tayari ni mabingwa mara 1 klabu bingwa Afrika, lakini pia mabingwa mara 1 shirikisho Afrika. Hivyo ni timu yenye uzoefu. Tuachane na hizi story. Jambo la msingi hapa ni je, kiufundi FAR Rabat wanachezaje, pia wanawezaje kufungika? Baada ya uchambuzi huu utaona ni kwa jinsi gani Young Africans wanaweza kwenda kuibuka na ushindi. Bila kupoteza muda, twende hivi. Dhana kamili ya kiuchezaji ya FAR Rabat. Jicho la kimbinu la FAR Rabat lipo kwa kocha wao Mleno Alexandre Santos. Santos alijiunga na FAR Rabat msimu uliopita mwezi Februari mwaka 2025. Hadi sasa amesimamia mechi za kimashindano 29. Ameshinda mechi 19, ametoa sare mechi 6 na amepoteza mechi 4 pekee. Msimu huu amesimamia mechi 12 za kimashindano. Ameshinda mechi 8 na kutoka sare katika mechi 4. FAR Rabat kwenye mechi 12 imefunga jumla ya magoli 22 na kuruhusu kufungwa magoli 3 pekee. Wazo kuu la Alexandre Santos ni kutengeneza timu tishio kwenye ushambuliaji, timu ambayo muda wowote inakuadhibu. Na ili kufanikisha hili, Santos anapenda timu yake itawale zaidi ukanda wa mpinzani kwa kuchezea juu. Hii kwake ina faida kuu mbili. Kwanza, hupunguza umbali kutoka kwa mchezaji mmoja na mwingine. Timu ya hivi hupunguza ukubwa wa eneo na kulazimisha wapinzani kuchezea katika eneo fulani. Lakini faida ya pili ni kuwalazimisha wapinzani kufanya makosa wakiwa katika ukanda wao na hata kuwaadhibu. Hii ni kutokana na mbinu yao maarufu ya kukabia juu wanayoitumia takriban kwa kila mechi.
kiufundi imekuwa na udhaifu mwingi kwa upande wa FAR Rabat. Nimetazama mechi zao nyingi na nimebaini kuwa timu nyingi ambazo walishawahi kucheza nazo hazijawahi kutumia udhaifu wa mbinu hii. Nafasi pekee kwa Young Africans katika mchezo wao wa kwanza ni kuhakikisha wanatumia udhaifu wa FAR Rabat katika maeneo makuu matatu ya kiufundi. Kwanza, FAR Rabat wanaposhambulia kuna kitu kikubwa wanakosa, kwa lugha ya kitaalamu kinaitwa rest defense. Huu ni uwezo wa timu kujihami pindi inaposhambulia, hasa dhidi ya mashambulizi ya kushtukiza. Kivipi? Katika mfumo wa 4-3-3, kocha Alexandre Santos hupendelea kuanza na mabeki wa pembeni wana overlap mara kwa mara. Kulia mara nyingi ni Anas Bash na kushoto ni Jamal Ekchama au Mwangola To Caneiro. Mabeki wakati chaguo la kwanza kwa Alexandre Santos ni Moran Rodney kwa upande wa kulia na Msenegali Farou Mendy. Wawili hawa mara nyingi hubaki katika mstari wa mwisho wakati timu nzima ikiwa katika ukanda wa mpinzani. Kitaalamu ni kucheza highline defense. Katika eneo la kiungo kuna viungo watatu. Dimba la chini yuko Mbishi, Zinedine Dirax na Mohamed Bat kama box to box. Wawili hawa wote hupanda hata kufunga magoli. Ili kuthibitisha hili, top scorer wa FAR Rabat ni Mohamed Bat ambaye kwa sasa ndiye captain wao. Juu ya hawa wawili kuna kiungo wa ushambuliaji Khalid Okan. Katika eneo hili la viungo mara nyingi wote jukumu lao ni kuhakikisha timu inakuwa na idadi kubwa ya wachezaji katika eneo la ushambuliaji. Mwisho kabisa kuna safu ya washambuliaji watatu. Wawili ni mawing forwards ambao ni Reda Slim upande wa kulia au Youssef El Fahel na kushoto ni Hamed Hamoudan, huku katikati kuna Hamza Kabba kama mshambuliaji. Mabeki wa pembeni wanavyopanda, mawing forwards hufanya mikimbio ya ndani kuungana na kiungo wa ushambuliaji. Muda huo huo Hamza Kabba huingia ndani kama false 9. Katika mikimbio hii FAR Rabat huwa hatari zaidi kwenye crossi zao kutokea pembeni kudondokea kwenye box la mpinzani, lakini pia huwa hatari kwenye pasi mpenyezo kutoka kwa mabeki wa pembeni kwenda ndani au pembeni. Na mwisho ni combination play kati ya viungo wa kati na mawing forwards kulia na kushoto. Huu ndio ubora wao. Lakini tafakari kitu kimoja muhimu. Katika umbo kama hili, usalama upoje pindi wanapoporwa mpira na wapinzani? Ni nani wa kuzuia counter attacks? Tazama umbali kati ya mabeki wa kati na golikipa. Tazama maumbo yao kimkao kati ya mabeki wa kati na viungo wa ulinzi. Hapa ndipo dhana ya rest defense inavyofanya kazi. Kiujumla, rest defense inamaanisha timu inapoenda kushambulia katika ukanda wa mpinzani ni lazima igawanyike katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni la wachezaji wanaoshambulia na kuhakikisha wapinzani wanabaki chini katika ukanda wao. Kundi la pili ni lile linalozuia jaribio lolote la wapinzani kushambulia kwa kushtukiza. Katika umbo kama hili, timu nzuri inayokabia juu na kujilinda vizuri, mabeki wake wa pembeni, mmoja akipanda mwingine ubaki chini na kuungana na mabeki wa kati kutengeneza ukuta wa mabeki watatu. Kiungo wa ulinzi namba 6 na box to box wake hubaki chini na kutengeneza umbo la trapeza kati yao na safu ya ulinzi. Timu inayocheza katika umbo hili tunasema inazingatia kanuni ya rest defense, lakini pia ni nadra sana kufungwa goli la counter attack. Mambo ni tofauti kwa FAR Rabat. Huu ndio udhaifu wao mkubwa ambapo Young Africans wanaweza utumia na kupata magoli mengi. Kiachana na rest defense, udhaifu mwingine mkubwa wa FAR Rabat ni muunganiko mdogo kati ya mabeki wa kati. Moja kati ya maeneo yanayompasua kichwa kocha Alexandre Santos ni eneo la beki wa kati. Hadi sasa hajapata pacha ya uhakika. Amekuwa akifanya mabadiliko ya mara kwa mara kati ya Mendy, Moraun, Noah El Abdi na Yunus Abdelhamid. Hawa wote wanapocheza pamoja, hakuna beki wa mwisho, hakuna beki mtukutu kwenye kukaba man to man au 1v1. Ni rahisi kwa mshambuliaji kushambulia nyuma ya visogo vyao. Ni rahisi kutumia maeneo yao ya upofu na kujipenyeza hadi kwenye box lao na kuwafunga. Lakini kubwa zaidi ni kasi yao kiuchezaji kutoendana na mbinu za kocha. Hapa namaanisha mbinu ya kuchezea katika ukanda wa mpinzani inahitaji mabeki wenye kasi kubwa ya kuziba umbali kati yao na golikipa. Lakini pia golikipa lazima awe sweeper, kwa maana awe na uwezo wa kusoma mchezo na hata kusogea mbele zaidi ili kufanya clearance kunapotokea shambulizi la kushtukiza kwa mipira mirefu. Je, Yanga wafanyeje ili kupata matokeo mapema?
Silaha ya kwanza ikawa ni kukaba kwa nguvu akiwa katika ukanda wowote. Kufanya hivyo kutawalazimisha kufanya makosa na kuruhusu counter attack. Yanga wana nafasi ya kufunga magoli mengi kwa kushambulia kwa kushtukiza. Lakini jambo la pili na la muhimu zaidi ni kuhakikisha wanakaba kimuunganiko, hasa katika ukanda wao wa kwanza, eneo la katikati, yani central block. Timu kama FAR Rabat ili isikufunge unatakiwa kuziba mianya ya pasi mpenyezo kuingia kwenye box lako. Crossi zote zinazopigwa hakikisha unakuwa wa kwanza kuzigusa na kuziokolea mbali. Yanga wakiziba vizuri mianya yote ya mashambulizi, kitu pekee FAR Rabat watafanya ni kupiga mashuti nje ya box, ambapo kiufundi mashuti haya wana uwiano mdogo wa kusababisha goli, yani expected goal. Hadi kufikia hapa sina la ziada. Hadi wakati mwingine, kwa heri.